maheri na waseminaristi wote. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 4 ya Kwaresma, na ni Dominika inayoashiria kwamba tumefika nusu ya kipindi cha Kwaresma. Na niliwaambia katika utangulizi kwamba kimapokeo Dominika hii inaitwa Dominika Laetare kwa Kilatini. Kiswahili maana yake ni Dominika ya furaha. Dominika ya furaha, na hii inaonyeshwa na namna kanisa lilivyopangwa, na hata leo mama kanisa anaruhusu sherehe kidogo, yaani kinanda, ngoma, vigelegele hivi vinaruhusiwa leo, isipokuwa tu utukufu. Kwa hiyo ni Dominika ya furaha. Hata wimbo wa mwanzo ulitualika tufurahi. Inafanana na Dominika ya 3 ya Majilio inayoitwa Dominika Gaudete. Le Dominika ya 3. Dominika hii ya 4 inayoitwa Dominika Laetare ni alama ya furaha inayotarajiwa. Ni ukumbusho kwamba tunaelekea mwishoni mwa mfungo wetu wa Kwaresma, na furaha ya Pasaka ipo kwenye upeo wa macho yetu, tunaiona pale. Kwa hiyo Pasaka imekaribia na furaha za Pasaka zinaonekana, japo kwa mbali kidogo. Na mama kanisa anategemea kwamba kutokana na matayarisho yote yaliyofanyika kwa hayo majuma yaliyopita, manake tumeshaanza kuionja Pasaka. Manake kama mtu amepokea yale mafundisho vizuri, yale maelekezo vizuri, basi kwa kiasi fulani umeshachukua hatua, na hivyo ni furaha kwa yule ambaye ameshashiriki karibu na Mungu. Ni furaha kwa yule ambaye ameshatenda Mungu ndio upendo. Ni furaha kwa yule ambaye ameshatubu. Na kama hatujachukua hatua, maanake tunakumbushwa kwamba tumeshaanza kuchelewa. Tuchukue hatua mapema. Ndugu zangu wapendwa, mama kanisa ametenga Dominika hii kwa ajili yetu kutukumbusha wema wa Mungu, kutukumbusha juu ya neema anazotujalia. Na mama kanisa anatualika kufurahi kwa sababu anataka tutambue kwamba kwa namna fulani, kwa njia ya dhambi tunakuwa tumekufa, lakini kwa neema Mungu anatufufua. Kwa
kurudi nyumbani kwa Mungu, Mungu mwenye upendo, Baba mwenye huruma, Baba mwenye kusamehe. Ni mwaliko kwetu. Katika somo la kwanza tumeona hofu ya wana wateule wa Mungu wakionyeshwa wakisherehekea, wakifurahia Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo. Pasaka katika Agano la Kale ni sherehe ya uhuru. Tumsifu Yesu Kristo. Ni sherehe ya uhuru. Nakumbuka malaika walipita juu ya nyumba za Waisraeli, halafu nyumba za Wamisri kwa mapigo, kwa kipigo na wengine wakafa. Kwa hiyo wana wa Israeli wakakombolewa kutoka utumwani. Kwa hiyo Pasaka tuliyosikia kuwa ni sherehe katika somo la kwanza ni sherehe ya uhuru, ni sherehe ya kukombolewa kwao kutoka katika utumwa wa Misri, kutoka katika kukandamizwa kuingia katika uhuru, kukombolewa. Kwa hiyo somo la kwanza linamaanisha wana wa Israeli wakifurahi na wakisherehekea mara ya kwanza katika ardhi yao, kwamba wamepata uhuru, si watumwa tena wala si mateka. Wanafurahi kwa sababu, na furaha yao ni kwa sababu Mungu ametimiza ahadi yake, amewakomboa watu wake. Ndio maana wana wa Israeli kusikia wakiimba katika ile zaburi iliyoisema, nasema msini Bwana pamoja nami, tuliadhimishe jina lake pamoja. Sema Bwana nijibu, akaniponya na nguvu zangu zote. Walipokuwa Misri walikuwa wakisali, wakamwomba Mungu, Mungu awaokoe kutoka katika ile hali. Ni hali ambayo haikufurahisha, ni hali ambayo ilikuwa hali ya manyanyaso na mateso makubwa. Kwa hiyo walikuwa na kiu ya kutoka kule. Somo la pili, tumesikia Mtume Paulo akialika jamii ya Wakristo wa Korintho kufurahi kwa sababu Yesu amewapatanisha na Mungu kwa mateso na kifo chake. Amewapatanisha na Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Injili ya leo inaadhimisha furaha ya mwana mpotevu aliporudi nyumbani kwa baba yake, ambaye anatambua kwamba hakumtendea mema, anatambua kwamba alitenda vibaya, na anarudi baada ya kuamua, na anarudi akiwa na mashaka wala alimunaye. Lakini anapofika pale anakutana na baba mwema, baba mwenye upendo, baba mwenye msamaha.
mwenye kusamehe, mwenye upendo, ambaye daima anavutwa na hisia za kuona mwanae sasa amerudi, na yeye anafurahi, anafanya sherehe, anachinja, anafanya sherehe kubwa ya kumkulia mwanae. Naona tendo hili ni tendo la namna yake, anafurahia, anamkulia mwanae tena nyumbani kwa furaha. Lakini hapo tena anaonekana kaka mkubwa ambaye haonyeshi na anaweka mgumu kuingia nyumbani. Ndugu zangu wapendwa, Injili hii au neno hili la Mungu tunalosikia katika Dominika ya leo linamwagika kwenye tafakari nzima. Kila mmoja anaweza kuondoka na tafakari yake. Ziko tafakari nyingi, ziko jumbe nyingi ambazo tunaweza kuzitoka katika masomo. Jambo la kwanza ndugu zangu, hapo ningewaalika leo ndugu zangu ndani tukaribishe ni huyo usifu Yesu. Huyo naona wana wa Israeli wamepata uhuru, lakini katika uhuru huo bado wanasema kwamba wako chini ya maongozi ya Mungu na ya Mungu. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutimiza ahadi yake. Watu ambao walikuwa hawana uhuru wako kwenye sasa wameanza kutoka utumwani Misri, lakini bado wanajua wako chini ya maongozi ya nani? Ya Mungu. Wanajisalimisha kwa Mungu, wanamshukuru, wanamsifu Mungu kama tulivyoimba katika ile Zaburi. Tukitazama tukitafakari Injili, tunaona kwa nini yule mwana mdogo anaenda kwa baba yake anapewa hivi, na kwa nini anaondoka nyumbani kwenda nchi mbali. Alitaka nini? Alitaka uhuru. Alitaka uhuru. Naona kukaa na baba ni mchoshi. Baba ana masharti yake nyumbani ya kukaa hapa nyumbani, masharti
squander mali alizozipata. Zimeisha. Then what? Baadaye ni sasa ule uhuru kumbe si uhuru kabisa. Anajikuta kwenye mateso makali. Anajikuta kwenye mateso. Sasa anagundua ujanja hapa ni kurudi tu. Kurudi kwa Baba. Kurudi kwa Baba. Ndugu zangu wapendwa, ni lazima tufahamu. Uhuru wowote wa mtu au wa nchi, uhuru wowote wa mwanadamu mbele ya Mungu una mipaka. Na lazima tutambue hii, una mipaka. Na tunatazama katika dunia ya leo, katika mwondoko wa leo, tunawaona vijana wengi wanaotafuta uhuru, wapigania uhuru. Wanafikiri kwamba uhuru manake ni sigasiwe. Unaona hata vijana wa leo wanasema mimi ni uhuru wangu kufanya lolote ninalotaka. Naona kwa mfano vijana wengine wanaingia kwenye cohabitation, nafahamu cohabitation, kwa sababu wanasema eti ni uhuru. Maisha ya ndoa ni uhuru wa mtu, ni uchaguzi. Kwa hiyo nachagua nikae naye kwanza. Naona Lakini Mungu anasema, sheria ya Mungu ikoje? Inasema nini? Inasema nini? Ndugu zangu, tusijidanganye. Mapito aliyopita mwana mpotevu yatufundishe. Mapito aliyopita mwana mpotevu yatufundishe kwamba uhuru wetu una mipaka. Tunapotumia uhuru wetu vibaya, tunaishia pabaya. Tunapotumia uhuru wetu vibaya, tutaishia pabaya. Ndugu zangu wapendwa, hilo ni jambo la kwanza ambalo ningependa tuliweke pamoja, tulitafakari pamoja, tuone kwamba uhuru una mipaka. Na tukichezea uhuru tulionao, tutajikuta tumenasa pabaya na tunajikuta pabaya. Jambo la pili, tunapaswa kumrudia baba yetu. Ndugu zangu, mfano huu wa mwana mpotevu ni mfano ambao Yesu anautumia kumweleza Mwenyezi Mungu na huruma alionayo kwa watu, msamaha alionao kwa watu. Kwa hiyo ni mwaliko wa kumrudia Mungu aliye baba yetu kwa moyo wa toba, lakini pia kwa moyo wa majuto na kuungama dhambi zetu. Kama vile mwana mpotevu alipokutana na hali mbaya, njaa, hata akatamani kulishwa makombo, mabaki ya chakula cha nguruwe. Sisi tunakumbana na njaa ya kiroho.
sisi tunakumbana pia na njaa ya kiroho. Pengine si sawasawa na mwana mpotevu kwenda kudai uhuru, lakini pia kwa kukosa uaminifu, kwa tamaa, kwa wizi, kwa kuingia katika mizozo au migogoro ya kujisababishia, kwa kuwa watu wa umbea, watu wa masengenyo na mambo mengine kama hayo. Haya mambo yanatufanya tuwe mbali na Mungu. Na maovu ya namna hii yameenea kwa sababu tumetaponya baraka tulizopewa na Mungu. Hatujatumia vyema zile baraka ambazo Mungu anatujalia, kwa sababu hatujitambui. Ni mwaliko wetu kutubu na kurudi nyumbani kwa Baba. Ni mwaliko kwetu kutubu na kurudi nyumbani kwa Baba. Na Injili hii inatueleza juu ya Baba alivyo na huruma, hivyo na upendo wenye kusamehe, alivyo tayari kutupokea hata katika hali yetu hiyo. Kosa kiasi gani kupenda tunapofanya yeye yuko tayari kutupokea, yuko tayari kutupatia, anakupigia, anakubusu shingoni. Mwaliko wa mama kanisa kuhudhuria Mwenyezi Mungu. Sasa tunapoanza hii sehemu ya pili ya Kwaresima, kama hatujakuwa tunaonyeshwa hiyo furaha ya Baba mwenye upendo kwa yeyote anayekuja. Na Yesu anasema ni furaha yote kwa mwenye dhambi mmoja anayetubu. Ni furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anayetubu. Kwa hiyo tunaalikwa, mama kanisa anatualika kutubu. Basi tuone neema za Mungu tuweze kuwa masikini kwa ujumbe huu wa Mungu kwetu. Tumsifu Yesu. Amen.